Hello Earth Lovers, karibuni kwenye channel yangu. Leo ningependa kuzungumzia kuhusiana na sonona au kwa jina lingine inajulikana kama depression au moja depressive disorder. Sonona ni tatizo la kihisia ambapo mtu anakuwa na uchungu na huzuni kupita kiasi kwa muda mrefu. Anakosa raha na furaha kufanya lolote. Pia huweza kuambatana na dalili nyingine za kimwili na kiakili, ambazo dalili hizo tutaziona vizuri zaidi hapo mbele unapozidi kusikiliza video hii. Sonona inaweza kusababishwa na sababu mbalimbali. Kwanza kabisa, huweza kusababishwa na sababu za kibiolojia ikiwemo kupishana kwa balance ya kemikali zinazozalishwa na ubongo, mfano serotonin na dopamine. Vichocheo hivi vinavyozalishwa katika hali ya wino usiokuwa sawa huweza kwenda kumexpose mtu kupata tatizo hili la sonona. Pia huweza kusababishwa na vinasaba vya mtu. Hii kutokana na historia katika familia. Kuna baadhi ya watu vinasaba vyao vinakuwa vinaweka hatarini zaidi katika kupata tatizo hili la sonona. Huweza kusababishwa pia na sababu za kimazingira na kisaikolojia. Mfano, mtu anapokuwa anapitia changamoto fulani katika maisha, ugonjwa au msongo wa mawazo, inaweza kumexpose au kumweka hatarini zaidi kupata tatizo hili. Dalili za sonona ni zipi? Sonona ni dalili tofauti, lakini dalili kuu za sonona ni kuu mbili. Ya kwanza ni kuzaliwa na hali ya huzuni kupita kiasi, na ya pili ni kupoteza interest au furaha ya vile vitu ambavyo ulikuwa unavifurahia hapo mwanzo, au kupoteza furaha na maisha yote kwa ujumla. Dalili zingine za sonona inaweza ikawa ni mabadiliko katika hamu ya kula ya mtu. Unakuta mtu anaweza akawa anakula kupita kiasi au hana hamu ya kula kabisa. Dalili nyingine ni kukosa usingizi au kulala kupitiliza. Dalili nyingine ni mtu kuwa na fikra za kujiua au kufa au kujizuru. Tatizo hili la sonona lina matibabu tofauti yakihusisha psychotherapy, ambapo mtu anakuwa anapewa matibabu kwa njia ya mazungumzo na mtaalamu wake ya afya ya akili. Anaweza kuwa psychologist au psychiatrist, ambapo anakuwa katika mazungumzo haya inamsaidia yule mtu taratibu kushinda ile changamoto iliyokuwa inamsumbua katika akili yake na kurejea katika hali nzuri. Njia ya pili ya matibabu ni dawa, ambazo hizi dawa zinasaidia kwenda kubalance vile vichocheo katika ubongo ambavyo vinakuwa vipo katika hali ya kukosa uwiano. Na njia ya tatu ya matibabu ni mazoezi. Kuna baadhi ya mazoezi ambayo yanamsaidia mtu kumuongezea mood nzuri na kumondolea msongo wa mawazo. Haya Earth Lovers, asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kutabasamu, na kama umependa video hii usisahau ku like, ku comment, ku share na ku subscribe.